Sema kwa sauti ya nguvu. Amen. Hallelujah. Amen. Kamata Biblia yako, twende tukapate kusikia neno la Mungu. Kamata Biblia yako, fungua pamoja na mimi kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 14. Injili ya Yohana, the Gospel of John. Gospel of John chapter 14. And we are going to read one verse 21. Tunaenda kusoma mstari mmoja wa 21. Injili ya Yohana sura ya 14. Kwenda kusoma mstari mmoja wa 21. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari mmoja wa 21. Ninaamini tumepata sote. Naomba tusimame tusome kwa pamoja tafadhali. Tutahesabu mpaka 3 kwa sauti kubwa mbele za Mungu aliye hai. Tunasoma mstari wa 21 sura ya 14 Injili ya Yohana. Wale wengine bado wameketi, tumheshimu Mungu. Please. Soma mpaka 3, tusome kwa sauti kubwa. 1, 2, 3. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapenda Baba yangu, nami nitampenda na kumdhihirisha kwake. Rudie tena. 1, 2, 3. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapenda Baba yangu, nami nitampenda na kumdhihirisha kwake. Maana kuna wengine wanategea mara ya mwisho. 1, 2, 3. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapenda Baba yangu, nami nitampenda na kumdhihirisha kwake. Inua mkono wako wa kuume juu, sema kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Sema tena, ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sema, Bwana Yesu, kwa neno hili leo ni siku ya kupokea muujiza wangu. Ninapokea katika jina la Yesu. Amen. Piga Yesu makofi ya shangwe wakati tunaketi kwenye kiti chako. Bwana Yesu asifiwe. Nimemsihi Roho Mtakatifu sana leo anisaidie kwenda taratibu. Kwa hiyo wale ambao wanapenda kuniombea, tafadhali niombee pia kwamba huyu bwana leo aende taratibu. Ile spidi niliyokuwa ninapenda kwenda nayo basi nipunguze kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unasikiliza kwa kidogo na nena kwa lugha unaniombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo nikienda spidi najua Bwana ameruhusu. Simeomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika mwezi wa 6 ni mwezi wa kupokea muujiza ambao hukuutarajia. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kupokea muujiza usio utarajia. Sema amina. Amen. Sema tena amina kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposema ya kwamba kupokea muujiza usio utarajia,
tuna maana nyepesi tu. Maana ya kwanza, tunaangalia muda katika maisha yako, kwamba kuna changamoto ambazo zimeendelea kwenye maisha yako, lakini muda umepita, changamoto yako bado iko pale pale, na huoni majibu yatatokea wapi. Tunaposema ya kwamba muujiza usiotarajia, ni kwamba muda wako na muujiza wako unapotokea haviendani sawa sawa. Fika hatua unaona muda umepita, fika hatua unaona ya kwamba haiwezekani, kwa sababu umeomba sana, umesubiri sana, lakini mazingira ya wakati na majira hayakuendeani sawa sawa. Umesubiri sana pasipo kujua, katika mazingira ya muda usioujua, Mungu anakwenda kufanya jambo. Kwa tunapozungumza majira, tunapozungumza jambo hilo au muujiza usiotarajia, tunazungumza ya kwamba katika muda ambao wewe huja ufikiria, Mungu anainuka na kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2, kwenye mazingira yako, uko na mazingira magumu, hali unayoiangalia kihalisia haikubaliani. Inawezekana ni jambo ambalo linahitaji pesa, na wewe mazingira yako ya kipesa hayaeleweki. Unaona kabisa, kwa hili sitoweza kwa sababu sina pesa. Pesa inahitajika. Lakini wakati mwingine uko katika mazingira ambayo madeni yamekukamata, na unaangalia uwezekano wa kulipa hiyo madeni haupo. Uwezo huna, mazingira yako hayaendani, hayakubaliani na kulifanya hilo jambo. Unataka litendeke, unataka lifanyike, lakini muda haukubali. Unataka litendeke, unataka lifanyike, lakini mazingira ulionayo hayakubali. Katika muda huo usioeleweka kwako, katika mazingira yasiyoeleweka kwako, Mungu anakwenda kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo badala ya mambo yasiyoonekana. Hiyo ndio imani. Tulizungumza Jumapili iliyopita ya kwamba hili jambo litendeke, lile ambalo kulitegemea, kimsingi unahitaji kusimama katika imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo nina mwendelezo kidogo mfupi, sio sana, lakini ninaamini tu kile nilichokitarajia kitaingia ndani yako na Mungu atakwenda kulithibitisha neno lake. Leo nazungumza juu ya somo lenye kichwa kinasema siri ya kupokea muujiza usiotarajia. Siri ya kupokea muujiza usiotarajia. Kumbuka, kutokutarajia kwangu na kuzungumza ni muda pamoja na mazingira yako hayakubaliani na wewe kupokea kile ambacho unahitaji kupokea. Sasa miongoni na mazingira hayo na muda huo, bado stili Mungu anainuka na kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka niseme hivi, kimsingi siri ninayotaka kuiweka wazi kwako, ambayo hiyo ukiitambua, Mungu ana nafasi ya kufanya kwako jambo kubwa katika maisha yako ambalo hukulitarajia, na hiyo inaitwa upendo au kumpenda Mungu. Siri itakayopelekea wewe Mungu akufanyie jambo ambalo hukulitarajia ni pale tu utakapompenda Mungu wako aliye hai. Tumesoma neno katika kitabu kile cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ile ya 14. Tumesoma mstari wa 21. Biblia imesema vizuri kabisa katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 21. Biblia inasema yeye aliye
amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Yesu Kristo anaongea maneno haya, anasema ya kwamba yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, na yeye anipendaye mimi atapendwa na Baba yangu, nami nitajidhihirisha kwake. Niendelee kidogo, mstari wa 23 pale. Mstari wa 23 anasema, kwanza 22 anasema, Yuda asiye Iskariote akamwambia pale, imekuwaje kwamba wataka kujidhihirisha kwetu wala si kwa ulimwengu? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Anaendelea mstari ule wa 28 anasema, mtu asiyenipenda yeye alishiki maneno yangu, neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Yesu Kristo anajaribu kuonesha na kufafanua kitu cha msingi sana, ambacho hicho na mimi nataka nikiweke na kukuingiza kwako. Siri moja wapo kubwa katika maisha yako ya wokovu, kubwa katika kutembea na Mungu wako aliye hai. Kama unahitaji Mungu aonekane kwenye maisha yako, kama unahitaji Mungu afanye mambo ambayo yameshindikana kibinadamu, inasimama tu kwenye upendo wako juu yake. Ni pale utakapofika hatua ukakusanya nguvu na kusema ya kwamba sasa ninaamua kumpenda Mungu kuliko kitu kingine chochote. Mungu wako atakapoona ya kwamba kweli unampenda, yeye anasema ya kwamba atajidhihirisha kwako. Maana yake ni kwamba atakapoona huo upendo utampelekea Mungu ajifunue kwako, aonekane kwako. Sijui naongea na mtu hapa ataka kunielewa asubuhi njema leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna kitu kingine chochote kinachompa Mungu kibali kwako cha kuweza kutokea kwenye maisha yako, alafu akasema niko hapa. Mwanangu, una shida gani? Mwanangu, una tatizo gani? Katika eneo lolote kwenye maisha yako, Mungu anayo nafasi ya kujidhihirisha, na kitu kinachompelekea yeye ajidhihirishe kwenye maisha yako ni upendo wako juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nina mistari michache kidogo nimenukuu hapa, na naomba tuende kidogo tukaipokee hii mistari michache. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wa kwanza katika Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Biblia inasema hivi, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Maana yake ni nini? Ya kwamba wewe utakapokamata amri za Mungu. Amri za Mungu hapa inamaanisha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo kigezo cha kuonesha kwamba unampenda. Na Mungu Yesu anasema kwamba mimi na Baba tutakuja na tutafanya makao ndani yako. Kwa hiyo upendo wako kwa Mungu utampelekea Mungu afanye maamuzi ya kukaa ndani yako. Sasa nazungumzia Mungu atendaye miujiza. Nazungumzia Mungu ambaye njia zake hazichunguziki. Nazungumza juu ya Mungu ambaye matendo yake ni makuu. Anakuja, anafanya makao ndani yako. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao ndani yao Mungu hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hebu jaribu kupata picha kwamba ndani yako anakaa Mungu aliye hai, mwenye nguvu zote, mwenye uwezo wote, atendaye miujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua yote, anaweza yote, na yuko mahali pote, anakaa ndani yako. Hebu nikuulize swali, jambo gani wewe ambaye uliyependwa na Mungu, ambaye Mungu mwenye uwezo anakaa ndani yako, alafu Mungu asifanye kitu kwenye maisha yako? Akipo lolote lile
linasimama kwenye maisha yako, yeye atasimama kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 5 anasema, lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Katika hii twajua kuwa tumo ndani yake. Yaani kwa huo upendo unatuthibitishia sisi tupate kujua ya kwamba Mungu aliye hai anakaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake. Upendo juu ya Mungu wetu aliye hai. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 6. Waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 6 anasema, na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Hii ndio ile amri, kama mlivyosikia tangu mwanzo, kwamba mwenende katika hiyo. Hiyo ni hiyo inaitwa upendo. Bwana Yesu asifiwe tena. Haleluya. Nimalizie mimi mstari michache kidogo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 3. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito. Haleluya. Anasema hivi, kwa maana huu ndio nini? Huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, nayo amri zake hizo si nzito. Maana yake anamaanisha ya kwamba neno la Mungu sio gumu kama vile unavyofikiri. Haleluya. Una uwezo ukalikamata hilo neno na ukatembea nalo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16 anasema, nasi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16 anasema, nasi tumelifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, na akae katika pendo ukaa ndani ya Mungu na Mungu ukaa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siri nyingine ya kukusaidia ili Mungu aonekane kwenye maisha yako zaidi ya wewe kumpenda Mungu. Sasa kumpenda Mungu kumesimama kwenye misingi minne. Na maana yangu ni kwamba utajiwaje kwamba unampenda Mungu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake kumpenda Mungu sio maneno. Sio unasimama mimi nampenda Mungu, mimi nimetoka nampenda Yesu. Upendo unaozungumzwa hapa hauko kwa maneno. Kuna vigezo vikubwa vinne ambavyo hivyo vikisimama kwenye maisha yako, Mungu atathibitisha kwamba wewe unampenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, msingi wa upendo wa kwanza ni kushika maagizo yake. Yaani kushika maagizo ya Mungu. Sasa kumbuka hapa neno maagizo maana yake ni neno la Mungu. Neno amri maana yake ni neno la Mungu. Kwa hiyo kigezo cha kwanza cha kuthibitisha kwamba wewe unampenda Mungu ni kulishika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kigezo cha kwanza kwamba wewe unampenda Mungu ni kuwa na neno la Mungu moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe na muda wa kusoma neno la Mungu. Lazima uwe na muda wa kulibandika hilo neno kwenye moyo wako. Kumpenda au neno kupenda maana yake ni kuingiwa moyoni na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaangalia moyo. Mungu angalia sura yako. Mungu angalia neno lako. Hana shida na hiyo. Siri zako zote zimekaa kwenye moyo wako. Kwa hiyo Mungu atajua kama kweli wewe unampenda au umpendi pale atakapoangalia moyo wako. Kwa hiyo Mungu anataka na kuangalia neno lako na moyo wako, akute neno lake ndio limekaa kwenye moyo wako. Atajua kana kwamba wewe kweli unampenda. Soma neno la Mungu kila itwapo leo, kila dakika katika maisha yako, lakini pia likamate hilo neno, liweke ndani ya moyo wako, liweke kumbukumbu kwenye akili yako, likumbuke hilo neno kila wakati kwenye maisha yako. Kuwa na neno la Mungu maana yake ni kukamata neno la Mungu, lakini pia kulikumbuka neno la
nguvu zako. Kuna watu hapo ukiwainua hata mstari mmoja hana. Yaani akitaka kuzungumza mstari lazima afungue Biblia. Akitaka kuzungumza mstari lazima afungue simu yake. Lazima neno la Mungu likae. Uwe na mistari ambayo imekaa kwenye akili yako, kwenye kumbukumbu yako, kwenye moyo wako. Uwe na neno la Mungu. Jifunze kila wakati kukariri maandiko. Kariri maandiko. Yajaze kwenye moyo wako maandiko. Huko ndiko kumpenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna baadhi ya watu hawana muda wa kusoma neno la Mungu. Alafu anadai kwamba wameokoka. Alafu anadai kwamba wanampenda Mungu. Huwezi kuniambia unampenda Mungu wakati huna neno la Mungu. Sio kweli. Kigezo kwamba unampenda Mungu, lazima neno la Mungu likae na wewe ndani ya moyo wako. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani mtu leo akisahau simu yake, hata kama yuko Kariakoo, ana uwezo wa kumwambia bodaboda aende nyumbani kwake akamchukue simu yake ampelekee, lakini sio Biblia. Yaani akisahau Biblia, anaona kawaida tu, hana shida. Lakini akisahau simu, yaani alafu ananiambia unampenda Mungu. Mimi nakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kigezo cha pili ni kumtii Mungu. Kigezo cha pili cha kumpenda Mungu ni kumtii Mungu. Tunapozungumzia kumtii Mungu maana yake ni? Maana yake Mungu ni neno. Tunapozungumzia kumtii Mungu tunazungumzia kulitii neno la Mungu. Umenalo neno sawa. Unaweza ukawa nalo neno alafu usilitii neno. Wako kuna watu waarufu wa kuclaim mistari ya Biblia lakini hawaishi. Kumpenda Mungu hakuishi kujua maandiko. Kumpenda Mungu unajua maandiko alafu unayaishi hayo maandiko. Huko ndiko kumtii Mungu. Na huko ndiko kumpenda Mungu. Lazima ulitii neno la Mungu. Kama neno la Mungu limesema usiibe, usiibe. Neno la Mungu limesema usitoe rushwa, usitoe rushwa. Haijalishi mazingira yakoje. Ndio maana mstari mmoja katika kitabu cha Ibrania kama sijakosea, unasema ya kwamba hamjaweza kushindana na dhambi hata mkamwaga damu. Maana yake nini? Ni kwamba fika hatua Mungu anapokutazama ya kwamba uweze kupambana na dhambi yoyote ile inayokabili maisha yako mpaka uishinde. Kama kufa bora ufe. Ufe katika ushindi. Sio ufe katika aibu. Ninaongea na mtu hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kumpenda Mungu maana yake unaposema nampenda Mungu, maana yake ni kuwa na neno la Mungu, kushika neno la Mungu. Lakini haishi hapo, lazima kulitii neno la Mungu. Nilipokuwa ninatafakari nikasema Mungu anahitajika kutusaidia. Kwa sababu wanafiki mbele za Mungu ni wengi. Wanaosema wanampenda Mungu wakati si kweli wengi. Mungu anahitaji kutusaidia. Nikasema kwa hiyo maana yake ni kwamba kumbe sio wote wanaoweza kupokea muujiza wasioutarajia. Kwa sababu mtu anayehitaji kupokea muujiza wasioutarajia ni lazima afike kiwango aishi maisha ya kumpenda Mungu. Usipoweza kumpenda Mungu sio rahisi kupokea muujiza usioutarajia. Na kigezo cha kumpenda Mungu lazima ulishike neno la Mungu. Haleluya. Namba 2, lazima ulitii neno. Kila mahali unapokuwa, haijalishi uko kanisani, uko nyumbani, uko kwenye biashara zako, haijalishi uko barabarani unatembea, uko kwenye daladala, lazima kulitii neno la Mungu. Wengine wanaokofu wa kanisani. Yaani anapokuwepo kanisani, yeye ndio mtakatifu. Raba sakata, niko rohoni. Shekeba sakata. Usinisumbue. Lakini rudi nyumbani. Yaani unakutana na mtu zaidi ya simba nyumbani. Watoto wanamkimbia.
Yaani majirani wakisikia yeye kwake ni sifa. Anaongea kana kwamba hana kipimo cha kuongea. Sikiliza, Mungu sio nadharia, Mungu ni halisi. Ni bora ufanye maamuzi leo kwamba unaamua kukaa na huyu Mungu kweli au unaamua kuishi maisha yako na eti. Siku moja nilimwambia mtu, kama una sababu ya kujiita umeokoka, kwa sababu maisha yako hayafanani na mtu aliyeokoka, tafuta jina lingine. Kuna jina unaweza kujiita mti, unaweza kujiita jiwe. Jiita jina lingine, sio useme mimi nimeokoka. Bwana Yesu atusaidie sana. Aliyeokoka ni mtu ambaye ametangaza katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili kwamba yeye anampenda Mungu. Na anayempenda Mungu analishika neno la Mungu. Anayempenda Mungu analitii neno la Mungu. Nimalizie viwili vilivyobaki. Namba 3. Kumtumikia Mungu. Kigezo cha kuonesha kana kwamba wewe unampenda Mungu ni kumtumikia Mungu. Huwezi ukasema unampenda Mungu wakati wewe humtumikii Mungu. Hata nyumbani kwako mkeo kama anakupenda hata kutumikia. Na naomba niseme, si swala la ubabe kuonesha kwamba ni mwanaume mpaka hapana. Haleluya. Mwanamke anatakiwa kupende kiali, sio kwa kulazimishwa. Mwanaume anatakiwa kupende kiali, sio kwa kulazimishwa. Huo ni upendo wa kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Anayekupenda atakuangalia. Anayekupenda atakujali. Anayekupenda atakutumikia. Kwa hiyo kama unampenda Mungu kweli, lazima umtumikie Mungu. Lazima ufanye kitu kwa ajili ya Mungu wako. Wewe unafanya nini kwa ajili ya Mungu? Ili kuthibitisha kwamba unampenda Mungu. Unafanya nini? Kutangaza habari njema utaki. Kuimba kanisani utaki. Kuomba kanisani utaki. Kusafisha viti kanisani utaki. Kuingia kwenye kituo cha malezi kanisa nyumbani utaki. Wewe unamtumikia Mungu wapi? Bwana Yesu atusaidie sana. Alafu unadai nampenda Yesu, nampenda Mungu. Mungu hatumpendi kwa maneno. Mungu upendo wake umekaa kwenye kufa na kupona. Wote waliompenda Mungu walitoa maisha yao. Hamna aliyempenda Mungu akatunza uhai wake, hakuna. Kwa sababu uhai wake ameutoa kwa ajili ya Yesu. Kama Yesu alivyotoa uhai wake kwa ajili yako, lazima ufike hatua utoe maisha yako. Na kigezo cha upendo ni kutoa. Pale unapofika hatua ukatoa muda wako, pale ukafika hatua ukatoa fedha zako, pale ukafika hatua ukatoa roho yako kwa ajili ya Mungu, hicho ndio kigezo cha upendo. Lazima utumike. Alafu uko pale kila siku. Siku nyingine umesusa, siku nyingine akili imerudi. Yaani ueleweki. Alafu nasema nampenda Mungu. Mungu hapendi bwana kwa mtazamo huo. Mungu ni smart. Haleluya. Anataka mtu ambaye yuko very committed. Sio vuguvugu. Kiwa vuguvugu anasema yeye atakutapika. Akaagi na watu vuguvugu, mguu mmoja ndani, mguu mmoja nje. Leo umevaa mbanano, kesho umevaa buta. Hapana. Na mimi nashindwa kuelewa. Mimi sielewi kabisa katika jina la Yesu. Haiwezekani unaambia unampenda Mungu, alafu mavazi yako ni ajabu. Inakuwa nini? Unavaa nguo zimebana, mpaka michirizi ya tupi inaonekana. Hapo unatambia mimi nampenda Yesu. Mimi niko rohoni. Rohoni wewe una attract ngono unasema roho. Shindo kwa jina la Yesu.
Sema amina. Sema amina. Sema amina. Siku moja nilipita mahali kwenye kanisa moja, kanisa langu la zamani. Nilipita barabarani tu, nikashangaa nikakuta bango limeandikwa, limewekwa pale, alafu wamechorwa na wanawake na wanaume, alafu anasema mavazi haya haruhusiwi kanisani. Nikasema dini yangu ya zamani leo imefika hatua hii? Wamejaa rohoni. Wanatusaidia wako mwilini, wanasema ya kwamba mavazi haya hayaruhusiwi kanisani. Sijui kama unanielewa. Sembuse sisi tunayemjua Mungu, sembuse sisi ambaye Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu, kinachokufanya wewe mpaka uvae hivi ni nini? Mimi sielewi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kinachokusukuma, kinachokupelekea, acha hiyo sadaka hapo. Acha hiyo sadaka. Alafu lazima muheshimu hii madhabahu. So kila kitu kinafanyika tu kienyeji, hapana. Lazima tuelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukaguswa na Mungu kajisikia kufanya, acha. Wakati wake utafika. Haleluya. Tusiharibu mazingira. Sitoki hapo, bado niko pale pale. Wengine akasema mimi kwa sababu wananisema pale kanisani mavazi, kwa hiyo mimi bwana nimeamua kuacha, sisali tena. Sasa unamkomoa nani? Sisi tunakusaidia wewe, ili daraja hili ndio linakupeleka mbinguni. Tunakusaidia ukae sawa sawa. Hakuna kila mtu anayeweza mambo yote. Haleluya. Tuko hapa tunaliangalia neno la Mungu. Na ndio maana unaona wakati mwingine Askofu Michael naye anakaa chini pale. Hubiri, nataka na mimi nihubiriwe. Kwa sababu mimi ni mwanadamu wa kawaida tu. Nahitaji na mimi kupona wakati mwingine. Kwa hiyo lazima tunaposimama hapa tuongee neno la Mungu lililo kweli. Hatutaki nguo za kiume. Bwana Yesu asifiwe sana. Juma ngapi? Jumapili moja ilipita, mchungaji akawa anabariki uchumba. Akaja mwanadada hapa kavaa vinguo vya ajabu ajabu. Nikamwambia mchungaji, samahani, hakuna kutangaza huo uchumba. Mchungaji akaanza kunitolea macho. Sasa baba askofu, inakuaje tena? Nikamwambia tulishatangaza. Tunataka mavazi yenye nidhamu, mavazi yenye heshima, mavazi yenye kueleweka. Tunataka mavazi ya watu waliookoka. Yaani tuna shida gani? Sisi tuliookoka tuna mavazi yetu, na watu wa duniani nao wana mavazi yao. Kuna sababu gani tuige mavazi ya duniani? Mungu wetu amefilisika kiasi hicho. Shida ni nini? Ninaamini Mungu wetu ni tajiri. Haleluya. Roho Mungu akiingia ndani yako ana uwezo wa kuachilia karama. Zile karama ziko karama za ujuzi na ubunifu. Haleluya. Anakupa ubunifu. Unashona nguo yenye kuheshima, yenye kueleweka, ambao kanisa zima kikuangalia wanasema mavazi si haya, na wanaiga. Lakini usituletee nguo za kimapepo hapa. Hatuna muda wa kuiga mapepo. Tunaiga Mungu wetu aliye hai. Kwisha. Oh, baba askofu, wewe mshamba. Wewe umepitwa na wakati. Sawa. Naomba nikae na washamba. Sihitaji wajanja wa mji huu. Haleluya. Wewe baba askofu, wani mimi nimependeza? Umependeza wapi? Zao usinipite kimwokozi. Nitakuelewa. Kwa sababu nataka Yesu asikupite. Siona vangu, usinipite pepo. Usinipite jini. Alafu mimi nazungumza hapo, wengine wanapiga kelele. Ndio. Lakini sikumfumania nyumbani kwake, mtaani kwake, kazini kwake, hata kwenye biashara zake. Alafu utajiuliza maswali, huyu ndio yule au sio? Bwana, siku moja nikabana sana, nilienda kwenye harusi moja. Nikaenda kwenye ile harusi ya wapendwa. Nikasema ngoja na mimi kidogo angalau nikaangalia kidogo mambo, maana nina stress nyingi. Ngoja niende na mimi nikafurahi na watoto wangu. Hey! Nilipofika pale nikaanza kumuuliza mke wangu, mke wangu siku ile, yule ndio fulani.
Ndio. Hiyo ndio fulani. Ndio. Hiyo ndio fulani. Hivi kuna watu ambao wako rohoni kikweli wakipo kanisani. Ni wananena kwa lugha. Wanayumba rohoni. Robo sakata. Haleluya, funga macho. Bwana nisikilize. Mtu wa roho. Lakini kinachonishangaza, huyu Mungu gani kigeugeu? Yaani mimi ndio ninashangaa hapo. Mungu huyu Mungu gani kigeugeu? Mungu gani anabadilika yani? Halo? Halo? Wangapi wamekasirika, wamenuna? Nyosha mkono wako juu. Sio na kweli. Sio mkoko unampenda Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uweze ukaniambia unampenda Mungu, mavazi yako yanamchukiza Mungu. Haiwezekani. Kwa hiyo tubadilike. Tubadilike. Unasema Baba Mungu nimekosea leo. Kwa hiyo kuanzia leo ninabadilika. Leo nimeamua kukupenda kikweli kweli. Lakini kiukweli naomba nikuulize toka moyoni kabisa. Unapovaa hiyo nguo, moyoni mwako kitu gani kimekupelekea uvae hiyo nguo? Yaani kitu gani kimekusukuma? Motive yako ni nini hasa? Mpaka ukavaa nguo ya namna hiyo. Lengo nini? Yaani kiukweli unataka watu wakuangalie wewe, si ndio? Watu kuone wewe mtu wa tofauti. Sasa sikiliza, upendwi kwa sababu ya mavazi yako. Kwa sababu wako wenye mavazi mazuri alafu tabia zao mbaya. Unapendwa kwa sababu unaye Nazareti ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwisho kabisa, kanuni ya mwisho ya kuonesha kwamba unampenda Mungu ni kushikamana naye. Kwa hiyo haya mambo manne yakiwepo kwenye maisha yako, Mungu atathibitisha kwamba wewe unampenda Mungu. Moja, unazishika amri, unalishika neno la Mungu. Pili, unalitii neno la Mungu. Tatu, unamtumikia Mungu. Nne, unashikamana naye. Sijui kama unanielewa ninapozungumza kushikamana naye. Maana unasema umeshikamana, maana yake ni kwamba popote pale unapotembea unaye, hakuna kuachia. Umeenda kijijini kwenu umemkamata. Haleluya. Umeenda kwenye biashara zako umemkamata. Huwezi kuwa na Mungu mwingine. Huwezi kumbandua pepeni. Hakuna, umemshikilia. Mimi na wewe, achi mtu hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haijalishi nani anaongea na wewe. Haijalishi nani anakushawishi. Haijalishi nani anakudanganya. Lazima uwe na msimamo na Mungu wako aliye hai. Ya kwamba ninamjua ninayemwamini. Huyu ndiye kweli. Yesu Kristo alijitambulisha siku moja katika Injili ya Yohana, haleluya, sura ya 14 mstari wa 6. Akasema msijisumbue na neno lolote. Akasema msifadhaike mioyoni mwenu. Kwa nini? Kwa sababu anajua mambo yako mengi sana, watakudanganya, watakuyumbisha. Sasa mimi nakuaminisha leo ili usiyumbe, usimame kwenye msimamo wako. Msifadhaike na jambo lolote. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Haleluya. Kuna mtu anaweza kwenda kwa Baba isipokuwa na mimi ndiye njia, kweli na uzima. Sasa niambie, katika kumbukumbu zako kuna mtume gani alijitambulisha hivyo? Kuna nabii gani alijitambulisha hivyo? Na kuna Mungu gani alijitambulisha hivyo zaidi ya Yesu Kristo? Maana yake ni kwamba anajielewa, anajitambua. Haleluya. Na anaamini kwamba ukikaa ndani yake na wewe ndani yake, hakuna chochote kitakachoyumba. Nataka niseme ni kwamba lazima ufanye maamuzi leo ya kumpenda Mungu wako. Haleluya. Ili Mungu aweze kufanya mambo ambayo kibinadamu hayawezekani kwenye maisha yako. Sikiliza, hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kufanya jambo lolote pasipo Mungu kusema ndio kwenye maisha yako. Mungu akisema hapana, hata ujikatekate na kisu, hakuna kitakachofanyika. Kwa nini sasa usifike hatua ukajiamu ukatambua hiyo, ili Mungu aonekane kwenye maisha yako? Mpende Mungu. Narudia tena, mpende Bwana Mungu wako. Amen. Shika neno la Mungu. Tii neno la Mungu. Watakuchukia, ndio. Na kaula nikusaidie. Yesu mwenyewe alichukiwa na ndugu zake.
Wale wamezaliwa kwenye baba mmoja, mama tofauti tofauti, lakini siku ilifika baba mmoja, mama mmoja, baba tofauti tofauti, walifika hatua wakamchukia mwenzao ambao wameishi nyumba moja. Hakuna mtu yoyote atakayeamua kukaa na Yesu kikweli kweli asichukiwe. Hicho kitu kipo. Na siri moja wapo ya kujua ni nani Mungu wa kweli ni kukuchukia. Sema amina. Tena wanaokuchukia sio wale wasiolijua neno. Wanaokuchukia ni wale wanaolijua neno, wale ambao wamekuwa kiroho, wale ambao wamesimama kiroho. Haleluya, wanashindwa kuvumilia. Maana wanaona Kristo anavyodhihirika kwenye maisha yako, wanashindwa kubeba. Lazima kuchukie, na ukifika hatua unachukiwa, lazima useme haleluya, Mungu aliye hai, maana niko sawa sawa. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye rafiki yako hawezi kukuchukia bwana. Watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Sema amina. Ukiona mtu anakuchukia, maana yake hamwezi kwenda pamoja. Kuna mahali mmekosana, kuna mahali hamwivi, kuna mahali hamconnect. Sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Anayekuchukia usilazimishe akupende. Wewe banana na Mungu wako aliye hai. Maana Biblia inasema vita si yetu, vita ni ya Bwana. Bwana atasimama kwa ajili yako. Ngoja nikusaidie, yeyote anayekuchukia sio lazima ufike naye safari. Achana naye. Simama kwenye nafasi yako. Naongea na mtu hapa. Yaani kuna mtu amegazipika, anaumia, analia, nimekataliwa, nimechukiwa, mbona mimi anitaki, mbona anipendi, mbona amenifukuza. Unalia nini? Kuna watu huwezi kwenda nao. Siku moja niliongea kwenye madhabahu, nikasema Mungu, mimi hata maaskofu wengine wote waniache, hata maaskofu wengine wote waondoke, hata wachungaji wote waondoke, nikibaki mwenyewe peke yangu nitahubiri injili mpaka siku ya mwisho. Yesu akasema sawa, twende. Sema amina. Naongea na mtu hapa, achana kulia kwa ajili ya huyo hamwezi kufika naye, amekukataa, achana naye. Ila mimi nakupenda. Nasema hivi, nakupenda. Tena una thamani kubwa mbele yangu. Kwa sababu tunaenda pamoja. Kwa sababu tumepatana. Tunaenda pamoja. Nakupenda katika jina la Yesu. Ninao mfano mmoja kwenye Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16. Matendo ya Mitume sura ile ya 16 kuanzia mstari wa 25 na 26. Biblia inasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kuimba nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. 26 anasema ghafla, sema ghafla, pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Sema amina. Sikiliza, Paulo na Sila wakaingizwa gerezani, na kwa taarifa yako, walipoingizwa gerezani hawakujua hili wala lile. Wakajua ya kwamba wako ndani huko, hakuna kutoka. Watakapotolewa mahakamani, hukumu kufa. Hicho ndicho watu wanakijua Paulo na Sila. Lakini kwa sababu ni watu ambao wanampenda Mungu. Kwa nini wanampenda Mungu? Wamelishika neno la Mungu na wanalitii neno la Mungu. Walipokuwa gerezani, wakasemezana Paulo na Sila, wasema sikiliza bwana, haleluya, sisi tunampenda Mungu. Hatuna shida na gereza wala nini. Sisi tuna shida na Mungu wetu aliye hai.
tunamtaka Mungu wetu aliye hai adhihirike hapa. Kwa neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema hivi, yeye anakaa katikati ya sifa. Sijui kama unanielewa. Haleluya, unanielewa vizuri ninachoongea hapa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Biblia inasema maneno mazuri ya kwamba Mungu anakaa katikati ya nini? Ya sifa. Paulo anasema sasa kwa sababu tunalijua neno, haleluya, na kuonyesha kwamba tunampenda Mungu, hebu tulitii neno la Mungu, tusifu. Wakaanza kusifu. Sio walikuwa wanasifu kwa sababu watoke gerezani. Walikuwa wanasifu kwa sababu wanampenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kusifu usiku wa manane. Wakaanza kusifu. Wakaanza kusifu. Wakaanza kusifu. Wakaanza kusifu. Mwisho wake Mungu akasema sasa ninashuka. Si mnataka mnione kama nilivyo pamoja na mimi? Sasa nateremka. Biblia inasema gereza likatikiswa. Likatikisika. Biblia inasema minyororo iliyowafunga ikavunjika. Mungu akadhihirika kwao. Kwa nini? Kwa sababu walimpenda Mungu. Wakaamua kumsifu, wakaamua kumuomba, kwa sababu ndivyo neno la Mungu linavyosema. Walishika neno. Matokeo, wakatoka gerezani pasipo kuelewa. Yaani walitolewa gerezani pasipo kutarajia. Walipokea muujiza pasipo kutarajia. Hawakutarajia kwamba Mungu atashuka, Mungu atageuza, atatikisa gereza. Hawakutarajia kwamba milango itafunguka. Hawakutarajia kwamba pingu zitafunguka. Hapana. Hawakutarajia. Walichojua tu ni kwamba liwalo na wiliwe, tunampenda Mungu sawa. Neno la Mungu linasimamaje? Katikati yetu hapa tulipo, mazingira ni magumu, hali ni mbaya, lakini hebu tumsifu Mungu, tumuombe Mungu, tuseme na Mungu wetu aliye hai. Haleluya! Wakaacha kulialia, wakaacha kulaani, wakaanza piga kelele, wakaamua kumsifu Mungu wao. Naongea na mtu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua unapita kwenye mazingira magumu. Najua hali yako ngumu, umechoka, lakini nataka nikusaidie. Kamata neno la Mungu, liamini neno. Naongea na mtu hapa. Hivi kuna mtu anayezuia mauti yako? Nani anayezuia mauti yako? Na hakuna mtu wa kuzuia mauti yako. Hapa mwamuzi ni mmoja tu, anaitwa Mungu aliye hai. Ana uwezo wa kuondoa, ana uwezo wa kuacha. Si ndio? Sasa kwa nini muogope mwanadamu? Kwa nini uogope huo ugonjwa? Nasema hivi, kwa wewe mtu wa Mungu lazima uelewe. Hakuna jambo linalotokea kwenye maisha yako pasipo Mungu kujua, pasipo Mungu kuelewa. Biblia inasema damu ya Yesu Kristo inanena mema, inakubariki kila itwapo. Hakuna laana juu yako, asikudanganye mtu yeyote. Nataka tu nikwambie, umeamua kuokoka, kaa vizuri na Yesu. Kamata neno la Mungu, tembea kwenye neno, achana na mambo ya binadamu. Naongea na mtu mmoja. Yaani kuna mtu mmoja hapa amekuwa tishio kwenye familia. Amekuwa tishio kwenye familia. Likabasakatale. Naongea ufunuo. Haleluya. Kuna mtu yuko hapa amekuwa tishio kwenye familia. Lakini sasa cha kushangaza, hajielewi kama yeye ni tishio kwenye familia. Yeye amebeba familia, hajielewi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unielewe vizuri. Kinachofanyika hapa ni mikakati ya kukuondoa kwenye nafasi yako ili usiwasumbue tena kwenye familia. Kwa hiyo ukiona wanakutesa, wanakushambulia, wanakupiga huku na huku, wanakupeleka huku, wanataka wakutoe kwa sababu umekuwa tishio kwenye familia. Baba askofu, inakuwa ndio unapigana na ndugu zako kabisa, unapigana na watoto wako kabisa, unapigana na ndugu zako wa karibu. Ninataka nikusaidie. Wenzako wameweka kilinge, kuna mahali wanaabudu. Kuna mahali wanaabudu. Kwa hiyo wanataka wakutoe na wewe utoke, ili na wewe ufe kama wao, uharibikiwe. Mungu wangu nisaidie.
Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ninaongea na mtu hapa. Familia yako inakutegemea wewe. Hata kama wajielewi, kwa sababu wanamilikiwa na nguvu zingine, ufalme mwingine ndio unatawala maisha yao. Kwa hiyo lazima huo ufalme ukuchukie wewe, kwa sababu wewe unawaharibia makusudio na matazamio yao. Wanachokitaka, hawataki hiyo kero yako, wanataka wakuondoe. Watakufanyia kila ila, na wakati mwingine watakudanganya. Watakudanganya kwa mgongo wa chupa, wakupeleke mahali lengo akufutie. Nisikilize vizuri. Iwe itakavyokuwa, ni bora nife, lakini lazima nikae na Yesu wangu. Iwe itakavyokuwa, nimeanza, nimefika katikati, nimefika nusu robo ya, lazima nimalizie kipande kilichobaki. Ninajua kadri siku zinavyosogea ndivyo mashambulizi yanavyozidi kuwa makubwa. Naelewa, kwa sababu adui anaelewa, adui anatambua ya kwamba huyo mtu lazima asifike mwisho. Lakini kama Mungu aishivyo katika jina la Yesu, si kwa nguvu zako wala si kwa uwezo wako, bali ni kwa yeye anayeitwa Jehova Jire, Jehova Rafa. Huyo yuko na wewe, huyo amekusimamia, huyo anaongoza maisha yako. Iwe itakavyokuwa, utashinda tu, utafika mwisho tu, utafanikiwa. Na lazima wapige goti mbele yako, lazima wakuletee kikombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Miaka yetu ile ya nyuma, enzi zile katika Agano la Kale, katika jina la Yesu, ili mtu yoyote aonekane kwamba ni mkubwa, lazima apewe mnyweshaji, lazima apewe mnyweshaji anayeleta kikombe kwako ili unywe. Hiyo ni dalili ya uheshima na ukubwa wako. Nazungumza na mtu hapa. Wamekukataa sawa, wamekuacha sawa, ufai ndio, kibinadamu inasumbua, lakini hatuko kibinadamu, tuko katika neema ya Mungu aliye hai. Achana nao, usisumbuke nao. Wakiomba maji wape, wakiomba maji ya kunywa wape, wakiomba chakula wape, wakikusalimia sema si jambo, wakikukataa sema Mungu awabariki. Achana nao, usiwe na kisasi na mtu, kwa maana maisha yako male za Mungu aliye hai. Hakuna anayetawala maisha yako. Maisha yako yanatawaliwa na Mungu aliye hai. Hakuna mtu wa kuyagusa. Wanakufanyia fitina ili utoke nje ya mstari waweze kukupata. Mwambie jirani yako atoki mtu. Nasema atoki mtu. Si unaelewa style ya panzi Panzi akiwa kwenye chupa sio? Jogoo anakuja na muona panzi sio? Haleluya, anamnyemelea panzi. Lakini panzi hajijui kama yuko salama kwenye chupa mle. Panzi anayoikoje anakuja na gonga chupa. Amen. Panzi anafikiri kwamba ni ujanja wake eti. Hola, anaruka juu. Jogoo anarudi tena, nimemkosa. Haleluya, anarudia tena mara ya pili. Anagonga chupa, anapangusa mdomo maumivu, lakini anapoangalia panzi, mate anamdondoka. Panzi naye anafikiri kwamba yeye ni kwa ujanja wake amesave. Hajui kwamba yuko aliyemsaidia, anaitwa chupa. Anaruka tena juu. Hola. Hajui kama kifuniko hakipo juu. Haleluya. Akija jogoo mara ya tatu ya mwisho, amezamilia, anasema hapa lazima niondoke naye huyo. Anakuja anagonga. Maumivu ni makali kwa jogoo, lakini anatarajia ushindi. Sema amina. Sema tena amina. Panzi naye kwa juhudi kubwa anasema kama vile ulivyogonga kwa nguvu, na mimi ninasevu kwa nguvu. Ruka juu sana. Hajui kama mlango wa chupa uko wazi. Anatoka kwenye chupa, anadondoka chini. Jogoo anasema nguvu zangu hazikuwa bure. Anakamata, anakula. Sikiliza, uko ndani ya chupa anaitwa Yesu Kristo. Uko salama. Tulia ndani ya chupa. Tulia ndani ya Yesu. Acha watu wapige kelele zao. Potezea wajana, nasema achana nao. Haleluya. Hawana uwezo wa kubadilisha maisha yako. Maisha
Maisha yako yako mikononi mwa Yesu. Yesu anatawala maisha yako. Yesu anamiliki maisha yako. Kamata neno la Mungu, tembea na neno, tembea na neno, tembea na neno, tembea na neno. Neno la Mungu ni silaha. Biblia inasema wazi, ulituma neno lake na kuwatoa kwenye maangamizi yao. Neno la Mungu ni silaha. Sema amina. Sema tena amina. Simama juu. Simama juu. Haleluya Yesu. Simama juu, simama juu, simama juu.